Sayari yetu ni sawa na jumba lililosanifiwa kitaalamu, mahali ambapo kila kiumbe, mdogo au mkubwa, wote wanacheza katika nafasi zao. Lakini leo viumbe wengi adimu na wa kipekee, alama ya sayari hii, wanazidi kutoweka, pengine ni kwa kasi zaidi ya tunavyofikiria. Kama nchi tuna jumla ya mimea 416 ambayo iko katika orodha ya miti iliyo katika hatari kupotea duniani, kwa mujibu wa shirika la uhifadhi la kimataifa linalojulikana kama IUCN. Changamoto ya kutoweka kwa viumbe ni ya dunia nzima. Ndiyo, hapa nyumbani tatizo hili linadhihirika kwa uwazi. Kuanzia viumbe wakubwa wanaozunguka nyika za savana hadi viura wadogo wanaopamba msitu, wote wana changamoto zao. Hebu leo tuanze safari kuelekea porini. Lengo ni kuelewa nini chanzo, pengine nini kifanyike. Haya ni makala kuhusu spishi zilizo hatarini kutoweka. Nchini Tanzania, moja kati ya nchi za Afrika zenye kiasi kikubwa cha bioanuai, viumbe wengi wapo katika orodha ya spishi zilizo hatarini kutoweka. Kulingana na shirikisho la kimataifa la uhifadhi wa mazingira asili, yani IUCN, ni zile species ambazo zina uwezekano mkubwa wa kutoweka kabisa siku za karibuni katika maeneo ambazo zinapatikana. Hii maana yake ni kuwa idadi ni ndogo sana au inapungua kwa kasi, na kama hatutachukua hatua za haraka kuwalinda, basi species hizi zinaweza kutoweka kabisa. Kwa mujibu wa shirika la uhifadhi la WCS, Tanzania inashikilia nafasi ya 11 ikiwa na idadi kubwa ya spishi hatarini zilizoorodheshwa na IUCN Red List duniani. Kulingana na data za mwezi Januari mwaka 2023, Tanzania ina spishi 1591 zilizo hatarini kutoweka, hali inayoongeza tishio katika bioanuai hapa nchini. Tafiti zinaonyesha kuwa takriban spishi 360 za reptilia zimerekodiwa hadi sasa. Kati yao spishi 85 zinapatikana nchini Tanzania pekee. Kati ya spishi 207 za amphibia, 86 wanapatikana hapa nchini pekee, huku spishi zingine zikiendelea kugunduliwa. Lakini data hizo sio tu kwamba zinaonyesha idadi kubwa ya viumbe adimu hapa nchini, lakini pia zinatukumbusha changamoto ambazo spishi hizo zinakutana nazo. Na tuna mifano kadhaa ya species hizo. Nitachukulia mfano wa tembo wa Afrika. Ukiangalia mwaka 1978 kulikuwa na tembo zaidi ya 300,000. Lakini leo hii wanakadiriwa kuwa ni kati ya tembo 52,000 mpaka 60,000 tu. Kwa hiyo ni upungufu mkubwa sana ukilinganisha na idadi iliyokuwepo huko nyuma. Sasa kupungua huku kwa tembo, tunafahamu sababu kubwa mojawapo ni ujangili ambao umekuwa ukifanyika, ambao umetokana, wanauawa zaidi kwa sababu ya yale meno yao. Najua biashara ya meno ya tembo ambavyo ilikuwa ni kali kwa miaka ya hivi karibuni. Ya wanyama wengine, mfano mwingine wa species hizo ni pamoja na sokwe mtu. Tunajua Tanzania ni miongoni mwa nchi bora duniani ambazo zina sokwe, na hasa katika maeneo ya hifadhi zetu za taifa za Gombe na Mahale. Sokwe wanafanana kama binadamu hivi, kwa hiyo maisha yao ni kama ya binadamu, na wanakula sana, chakula chao kikubwa matunda kwa mfano. Kwa hiyo kupotea kwao mara nyingi kunatokana na ukweli kwamba misitu inapotea kwa kasi. Ukiangalia idadi yao sasa hivi ukilinganisha na miaka ya nyuma, sasa hivi idadi ni kama sokwe mtu 2500. Hii ni kulingana na takwimu zinazopatikana kwenye mpango
wa kuwahifadhi sokwe ambao uliishia mwaka 2023. Kwa hiyo utaona ni upungufu mkubwa wa sokwe, na tusipoangalia na kuwatunza, uwezekano mkubwa wa kupotea ni mkubwa sana. Lakini je, ni nini hasa kinapelekea baadhi ya spishi kuingia katika hatari hii? Wanyama wengine wanahitaji maeneo makubwa ya asili au aina maalum ya maeneo ili waweze kuishi. Kwa mfano, wanyama wakubwa kama tembo wanahitaji kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta chakula chao cha asili, na kwa sababu hiyo wanaweza wakaingia katika maeneo ambayo hayajahifadhiwa na kupelekea kuuawa. Kwa hiyo kutokana na hiyo tu kwamba wanatembea, wanahitaji kwenda maeneo mbalimbali, kunapokuwa na uharibifu wa mazingira, basi kunakuwa na tatizo hilo la uwezekano wa wanyama kama tembo kuweza kupotea. Lakini spishi zingine zinazaliana polepole sana. Kwa mfano kifaru. Kifaru huzaa mtoto mmoja kila baada ya miezi kama 14 hivi, na inaweza kuchukua wiki zingine hata 30 hadi 42 kabla ya kuwa tayari kuzaa tena. Kwa hiyo hii kasi ndogo ya kuzaliana na ikiambatana na ujangili ambao unatokea, basi spishi hii inaweza kupotea kwa haraka zaidi. Lakini pia inaweza ikawa ni sababu ya kuvunwa kupita kiasi. Species ukizivuna kupita kiasi, maana yake unazipunguzia hata uwezo wake wa kuzaliana na kupelekea hata kuisha kabisa. Sababu zinazoweka viumbe hawa katika hatari ya kutoweka ni nyingi mno. Mhifadhi wa wanyamapori Mary Revelin Kashangaki naye anatuongezea sababu zingine. Wanyama wengine kama simba, chui, mbwa mwitu hawaathiriki sana na uwindaji. Wanaathirika sana na shughuli za binadamu. Watu wanawaua, yani natural imani. Watu wengine ambao ni wafugaji, jamii za wafugaji zinajua watakula wanyama wao kwa sababu namna ya maisha wanayokula, wanawatilia sumu, wanawaua. Sawa. Kama mbwa mwitu ambao nature ya uwindaji wake walivyo. Kwa watu, mtu akiwa sema hapo kuna mbwa mwitu, watu wanawekea sumu, wanawaua. Mnyama mazingira kishaharibika, mwingine anagoma hazaji. Sawa. Kwa hiyo idadi yao inazidi kushuka siku hadi siku. Kushuka siku hadi siku. Hazai. Mpaka mnyama mwisho atakufa au atabakia wachache. Kwenye hiyo inanikwambia sheria. Kwa sababu matumizi ya mnyama yote wa porini haijalishi kwamba ni huyu ambaye kwa hatarini kutoweka au ni wa kawaida. Taratibu zake ziko kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo kama hujafuata kanuni, kwa hiyo kama tunajua kwamba wewe mnyama unakaa naye, basi utakuwa aidha unamfuga na una vibali na leseni ya kufuga. Kama hauna, basi wewe ni jangili kama jangili mwingine. Kwa hiyo utakamatwa na sheria itachukua mkondo wake. Tatueleza umepata wapi. Sawa. Kwa hiyo hivyo inaenda hata kwa wanaosafirisha. Kwamba amekamatwa, anasafirisha meno ya tembo, anakucha la simba, anasafisha ngozi ya chipanzi, anapeleka wapi? Ameua chipanzi, wala chipanzi kwa ajili ya chakula. Sawa. Akikamatwa sheria inatumia simama kama inavyosimama. Atafunga mashtaka, kesi itaenda mahakamani, wanafungwa, wengine wanataifisha kama biashara zake wanaifanya kama sheria zote za kawaida ambazo nchi ambazo zinafanyika, na yenyewe inachukua leseni. Uwindaji haramu wa wanyama kwa ajili ya nyama, pembe za ndovu na ngozi za wanyama. Tishio kwa wanyamapori hasa walio hatarini kutoweka. Tatizo hili sio tu linaathiri mnyama mmoja, bali pia linasukuma jamii nzima ya spishi hizo katika hatari ya kutoweka. Kwa mfano kwenye uwindaji haramu tunasema tembo wameathirika zaidi, pamoja na faru. Sawa, wameathirika sana kwenye uwindaji. Lakini kumbe si wanyamapori tu walio hatarini kutoweka. Mpugupugu ni mmoja ya mmea na wenyewe ambao kwenye hatari ya kupotea duniani. Maskani nzuri ya Tanzania iliyopambwa na miti mirefu na maua yanayopamba misitu yetu nayo ipo hatarini. Hapa tunazungumzia mimea. Sifa mojawapo ya hii mimea iliyo katika hatari ya kupotea duniani
ina changamoto kadha wa kadha ambayo hii mimea mingine ambayo iko mingi haina. Baadhi ya hiyo mimea inapokuwa inatoa matunda, yale matunda kabla hayajafikia hatua ya kudondosha mbegu ili iweze kuzaliana, yanakuwa yanashambuliwa na wadudu au yanaliwa na wanyama, na matokeo yake inakuwa inashindwa kupata vile vizazi vya ile perpetuation, yani kwamba kutokea vile vizazi. Kwa ufupi ni kwamba kiikolojia mimea inatakiwa iwe na mimea, yani mti unatakiwa na mimea mikubwa, kijana, watoto, yani hivyo. Sasa kawaida ni kwamba hii mimea ambayo ipo katika hatari kupotea duniani yani haina hayo marika mbalimbali kwa sababu mbalimbali ambazo kama hivyo nilivyosema. Mingine unakuta inadondosha mbegu, lakini vile vitoto vya mimea au vile ile miche inapokuwa kule mapolini inashambuliwa na nguruwe pori, inaliwa na ngiri, inaliwa na nini. Kwa hiyo unakuta hakuna tena mimea mingine mipya ambayo inatokelezea. Lakini kingine ni ekolojia ya maeneo ambayo inastawi. Mimea hii imekuwa restricted kwenye maeneo fulani tu, ambayo hapo ndo unakuta zile hali za hewa, hali ya udongo pamoja na mambo mengine yanayosababisha mmea kukua inapatikana eneo hilo tu. Kwa hiyo ukisema uchukue upeleke sehemu nyingine haifanyi vizuri. Endapo spishi fulani za mimea zikiingia kwenye orodha ya hatari ya kutoweka, basi mfumo mzima wa ekolojia nao unaweza kuingia hatarini, jambo ambalo linaturudisha kule kule kwenye kupoteza baadhi ya wanyama, wadudu au hata sisi wenyewe tunaotegemea viumbe hivyo. Uwepo wa mmea mmoja kwenye eneo fulani unategemeana na aina spishi au aina ya mimea mingine ambayo ina coexist au inayoishi pamoja. Kwa mfano, unaweza kukuta mmea A unazalisha maua ambayo hayo maua yanatumika na nyuki kuchavusha mimea mingine ambayo iko jirani yake. Au wakati mwingine unakuta mmea A uwepo wake unasababisha mmea B uexist. Kwa hiyo mimea yenyewe kwa yenyewe huwa inategemeana, na ukiondoa mmea mmoja unakuta unaathiri ile ekolojia ya eneo husika, kwa wanaita multiply effect. Inatokea tatizo ambalo linasambaa kwa jamii nzima ya mimea ambayo inakaribiana. Kuhifadhi mimea iliyo hatarini kutoweka sio tu kunasaidia kulinda afya ya misitu, lakini pia ni kulinda na kuifanya dunia kuwa sehemu salama zaidi kwa maisha. Lakini pamoja na changamoto zote hizo, bado kuna matumaini. Kila kona ya Tanzania juhudi zinaendelea. Kuna baadhi ya miche tumeipanda Morogoro na mingine tutaipanda Dodoma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba at least kama eneo lile ambao miti hiyo inapatikana, ikitokea shida yoyote tuwe na backup ya hiyo mimea. Sasa sisi kama wakala pia tumpo katika mpango wa kuandaa store maalum ya kuhifadhi sampuli za mbegu za aina ya miti mbalimbali, hasa hii ya kienyeji, ili hatimaye kwamba itapotokea jambo lolote kwenye misitu yetu basi tunakuwa na backup au store ya hiyo mbegu za benki kwa ajili ya kuirejesha. Kuna kitu kinaitwa shoroba. Haya ni maeneo ambayo ni mapito ya wanyamapori kutoka labda tuseme ukitoka Ruaha pale kwenda labda Katavi, katikati pale kuna shoroba. Haya ni mapito ya wanyamapori. Serikali ya Tanzania imeyatambua maeneo haya na wadau mbalimbali wanashiriki katika utunzaji wa mapito haya ya wanyama. Na kwa kufanya hivyo unaruhusu zile matembezi au movement za wanyama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na kuhakikishia kwamba ekolojia wanayotakiwa kuishi wanaweza kuifikia kutoka mahali popote kulingana na kipindi, kama ni wakati wa kiangazi, wakati wa masika au kipindi chochote ambacho wanyama hawa wanakuwa wanatembea kutoka sehemu moja au nyingine. Tumekuwa tukifanya sensors, tumekuwa tukihesabu wanyamapori kwa kutumia ndege, kwa kupitia huko angani. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunapata takwimu ambazo zinasaidia nchi na wadau katika kupanga mipango yao ya uhifadhi wa rasilimali tulizokuwa nazo, na hasa species ambazo ziko katika hatari ya kutoweka.
Kwa hiyo takwimu tunazozalisha zinafaa sana katika mipango ya maendeleo ya uhifadhi wa wanyamapori na misitu na rasilimali za bahari vizuri tunapokuwa tuna takwimu zinazotosheleza. Na mojawapo ya jitihada ambazo zinazifanya kama nchi ni pamoja na kutunga sheria kuhakikisha wanyamapori wanahifadhiwa, hasa ambao kwenye hatarini kutoweka. Kwa hiyo kuna sheria za kumzuia kabisa kutumika kabisa zaidi ya kumuona, sawa? Kwa sababu hapa nchini tunaruhusiwa uwindaji, kuna wengine hawaruhusiwi kuwinda kabisa, sawa? Kuna wengine wako hata kuwaachia kwenye wafugaji saa nyingine, kuna wengine ambao bado wenyewe wanazuiwa. Lakini kwa sababu hiyo sasa ili kuhakikisha hata wale ambao wamewindwa au wanatakiwa kutumika, bado nchi imeingiza, inakuta ni mikataba ya kitaifa na kimataifa ambayo nchi imeingia kuhakikisha usafirishwaji wake sio kama wanyama wengine wa kawaida. Kwa sababu ili kama hujamsafirisha, lazima kuna vibali ambavyo nchi zote ambazo ni wanachama wanapokwenda lazima zikubaliane kwamba anaruhusiwa kusafirishwa. Kwa sisi kwa mfano TAWA ambao tunawinda wale wanyama ambao wanaruhusiwa kuwindwa kama tembo ambao yuko hatarini kutoweka, usafirishaji wake, kama kwanza uwindaji wake kumpata kuwinda ni kutoa kwenye haya mashirika ya kitaifa IUCN, kutoa sites ambao ndio wasimamizi wakubwa wa mkataba wanaosimamia wanyama walio hatarini kutoweka. Lazima ndio wakubaliane, wanajua wako wangapi na wanataka kuenda wangapi, na wakishasema wanataka kuenda wangapi, na sisi kama nchi tunaweka vigezo. Sio kuwinda tembo yoyote unayowinda, kuna vigezo tunaangalia: ukubwa, umri, ukubwa wa meno, sawa, ambaye anataka kuwinda, awe na kuna vigezo vingi sana kwa meno, ndani zake, nyayo zake zinakuwa kiasi gani. Sio kwamba anawindwa tu kwa sababu ni tembo anaweza kuwindwa, ili kuhakikisha kwamba hata kile kidogo ambacho kinachukuliwa bado kiendelee kuwa na faida kwa nchi, lakini bado na wengine wasiendelee kuisha vile vile. Kwa hiyo mgao wake wa wanyama wangapi wanatakiwa kuwindwa umezuiliwa sana. Hiyo inaenda pia kwa simba pamoja na kwa chui na wengine. Ni wanyama ambao kwenye mkataba ya sites ambao wako hatarini kutoweka, portion ni ndogo sana katika hilo. Lakini vipi kuhusu ushirikishwaji wa wananchi, hasa wale wanaozunguka hifadhi? Jamii tunaishirikisha kwa nafasi kubwa ya kufuatilia yani kufanya monitoring. Kwa mfano sisi tuko makao makuu Dodoma, lakini katika halmashauri ambayo hiyo misitu inapatikana wanakaa mjini na ile misitu ni mapolini. Sasa inakuwa ni ngumu kila siku yule mhifadhi wa wilaya labda kutoka mjini kwenda kule polini kwa ajili ya kufuatilia kama mwaka huu hiyo mmea umetoa maua au umetoa mbegu. Kwa hiyo tunachokifanya sisi tunapokuwa tumeenda kwenye misitu husika, kama nilivyosema mwanzo, tunawatumia wale wenyeji kwanza kuingia kwenye ile misitu, kwa sababu wao ndo wanaijua ile misitu vizuri zaidi. Sasa tukisha kwa tumeibaini kwamba huu mmea uko hapa, huwa tunawapa mafunzo ya kufuatilia, na wakati mwingine tunawanunulia hadi viswaswadu. Anakupigia simu, bwana nimeona huu mti umetoa maua. Ili sasa wewe uweze kufanya timing vizuri na kutumia resources, hasa hizi fedha kwa ajili ya kwenda kule, inabidi umpe maelezo kwamba ukiona maua yako hivi labda manake mbegu bado, ukiona hivi. Kwa hiyo anakurekodia labda video au anakupigia picha na kutumia, unazianalyze, then unampa maelekezo ya kufanya. Ili hatimaye itakapofikia ile wakati ule mbegu imekomaa, basi unapoenda usiende tena ukakuta haijakomaa urudi. Unabidi uende uchukue mbegu na uifanyie kazi. Kwa hiyo wananchi tunawashirikisha kwa kiwango hicho kwamba wakati wa kufanya tathmini ya ufuatiliaji na kalenda ya uzalishaji wa hiyo mbegu huwa tunawatumia kupitia vile kamati zile za mazingira za vijiji. Lakini pia kwa maana ya uhifadhi, jamii huwa tunaishirikisha kuhusiana na umuhimu wa wao kama wana vijiji kuacha au kufanya matumizi, yani kuacha matumizi ya mioto wakati wa uandaji wa mashamba, kwa sababu wakati mwingine ile mioto inapotoka kwenye mashamba na kurukia kwenye msitu, ina maana wanaendelea kuiweka hiyo miti katika hatari kubwa zaidi. Lakini kingine, tunapokwenda wanapata ajira. Tunapokwenda kule wanapata ajira. Kama nilivyosema, unakuta mnaenda polini mnakaa wiki, mwezi. Katika kipindi hicho hawakai tu hivi bure. Tunawalipa posho kwa mujibu wa stahili zao kama vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo manufaa ni mengi kwa wananchi
na ushiriki wao ni kama kwa namna hiyo nilivyoisema. Sisi kama WCS, kwa kutolea mfano mdogo tu, tunafanya kazi na vijiji 9 zilizo katika wilaya ya Chunya, Itigi na Manyoni ili kuhifadhi shoroba 2 muhimu zaidi katika nchi hii. Ni moja kati ya shoroba 5 katika nchi hii ambazo zina umuhimu mkubwa katika kupitisha wanyamapori kutoka eneo moja hadi jingine. Kwa hiyo tunafanya kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba tunalinda shoroba hizi kwa kushirikiana na wananchi. Kitu kingine ambacho kinafanyika na jamii zilizoko pembezoni mwa hizi hifadhi, kwa mfano za taifa na mapori ya akiba, ni hifadhi za wanyamapori za jamii almaarufu kama wildlife management areas. Hizi ni sehemu muhimu sana kwa sababu wanyamapori wanakwenda katika hifadhi hizi za jamii. Kwa hiyo zisipolindwa, manake unatoa nafasi, kunakuwa na uvunaji ambao ni holela ambao unaweza kupelekea kuisha kwa wanyama. Kila mwanajamii anayo nafasi ya kuhakikisha maeneo ya asili na wanyamapori yanahifadhiwa kikamilifu, na ni wito ambao nataka niutoe kwa jamii katika nchi yetu, lakini pia kwa wadau wote na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa nafasi ya uangalizi wa maeneo yote ambayo species zinazo karibia kutoweka kwamba yaweze kuhifadhiwa vizuri. Kama kwa sababu wanyama wengi wako kwenye maeneo yahifadhiwa na ni sera ya nchi kwamba wananchi wanufaike, na mtu ili aweze kunufaika pata anafaika, ni lazima elimishwe kwanza, ajue kitu kina faida. Kwa hiyo jamii, sisi kama serikali ni kuhakikisha mnashirikiana nao. Tunachokifanya zaidi ni kuwaelimisha. Elimu sasa hivi elimu ni kubwa sana kwa wananchi, kuhakikisha unawafundisha faida za wanyama wale, kama nchi kwa nini tunafanya hivi, sawa. Na hata kama ile faida ambazo mnazipata kutokana na shughuli za uhifadhi lazima zirudi kwa wananchi. Kwa hiyo kama kwenye shughuli za uwindaji lazima kuna kiasi gharama za mnyama anayekuwa amewindwa zinaenda kusaidia shughuli za maendeleo kwenye maeneo ambapo uwindaji upo. Kama ni shughuli za utalii wa picha, lazima kiasi kiende kwenye shughuli za jamii ili wananchi waweze kupata ile faida ya moja kwa moja. Kwa hiyo hizo lazima mwananchi akishe anapata ile, ndio aweze kuthamini, kwa sababu uhifadhi kama uhifadhi pekee yetu hatuwezi kuyakomplete, kwa sababu wale watu wako pale na wako pale muda wote masaa 24. Ndio wanaojua nani aliyeingia na kitu gani kinafanya. Wao ndio wanaharibu mazingira, ndio wanakata mashamba, ndio wanaua. Sawa, hao wanawakaribisha watu kutoka pembeni. Kwa hiyo ili kuhakikisha wanyama ambao wengine pamoja na ambao kwa tayari kutoweka wanahifadhiwa, lazima jamii tunapewa kipaumbele sana katika kuhakikisha tunashirikiana nao. Hata sasa hizi wengine wamefikia kiwango kiasi kwamba jamii zenyewe zimetenga kama eneo yao kwa ajili ya uhifadhi, na faida zinazotoka pale kwenye eneo lao zinakwenda moja kwa moja kwa wananchi. Kwa hiyo inampa kijiji vingine, watu wengine wakiona miradi, wakiona vijiji vinavyoendelea, wanaona faida kweli ya kuhifadhi ipo. Na ukihifadhi ndio kwa basi na wanyama wengine waliokwenda hatarini kutoweka wanafanya sehemu ya wanyama waliohifadhiwa. Viumbe wote hawa kuanzia tembo wakubwa hadi vyura wadogo wa msituni sio tu ni alama ya uzuri unaotengeneza simulizi za pori, lakini pia ni taswira ya afya ya dunia hii. Maisha yao yanategemea sana juhudi zetu za pamoja. Hili linatukumbusha kwamba uhifadhi wa viumbe pori si tu kwa manufaa leo, bali hata kwa vizazi vijavyo.